Zipo hatua kadhaa ambazo zinaweza zikakusaidia kama unatamani kuwa muombaji, lakini tu sio muombaji wa kawaida. Unajua waombaji wako wengi. Duniani kuna watu zaidi ya mabilioni. Kuna waombaji pia ambao wanaomba wako wengi sana. Lakini yule mtu ambaye anaomba maombi yenye matokeo, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa zipo hatua kadhaa ambazo zitakuonyesha utaratibu ama zitakuonyesha mfumo ama zitakuonyesha namna sahihi ya kuomba. Ziko hatua nyingi. Roho Mtakatifu atakavyotujalia kwenye ibada ya leo na kipindi hiki, basi tutaachilia hizi. Na lengo la kuachilia haya mafundisho ili uchukue hatua. Sio tu usikilize alafu usichukulie hatua yoyote. Haitakuwa na maana ya kusikiliza mafundisho. Kwa wewe ambaye umepata nafasi ya kusikiliza hii sauti, umepata nafasi ya kusikiliza hii audio, umepata nafasi ya kunisikiliza, zingatia sana hizi hatua ambazo ni muhimu sana katika ulimwengu wa kiroho, na Roho Mtakatifu ameachilia hii kama package moja ya kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu katika ulimwengu wa kiroho tunaishi kwenye mazingira ambayo ukikosa kuwa na maarifa sahihi kwenye ulimwengu wa kiroho utakuwa mwananchi wa kawaida kabisa. Kwenye ulimwengu wa kiroho utakuwa mwananchi wa kawaida. Neno la Mungu kwenye kitabu cha Ufunuo anajaribu kueleza pale, anasema una jina la kuwa hai lakini umekufa. Manake unaweza tu tukawa tunakuona kwa muonekano wa nje. Unaweza ukawa na jina zuri la Mkristo, unaweza ukawa ni mtu ambaye unaenda kanisani, unaweza ukawa ni mtu ambaye unashiriki makongamano, seminars za kiroho mbalimbali unashiriki, lakini when it comes kwenye swala la kumtafuta Mungu kwa njia ya maombi, kuna kanuni unazikwepa pale, kuna kanuni hauzijui. Na ndio maana maombi yako mengi, jaribu hata kujipa tathmini mwenyewe, kujifanyia tathmini, jiassess mwenyewe. Maombi yako mengi ambayo unayasogeza mbele za Mungu, jaribu kuangalia yana matokeo gani? Kile unachokiomba kinatokea au kinachukua muda gani kutokea? Kwa sababu nisikilize nikwambie, ni kweli Mungu anajibu kwa wakati wake. Hakuna mtu anayepinga hilo jambo. Mungu anajibu kwa wakati wake. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja. Yako maombi ambayo ukiyaomba kwa namna fulani, hata kama Mungu alisema atajibu mwakani, anaweza akajibu mapema zaidi. I'm telling you, huyu ni Mungu ambaye anasikia, na kama maelekezo aliyoyatoa kwenye neno lake, anasema ombeni lolote kwa jina lake anatenda, inamaanisha ya kwamba kuna vitu unaweza ukaviomba na ukagairisha kabisa utaratibu wa kiroho, kabadilishwa kabisa, pindua ikatokea. Ulitegemea ama kulikuwa kuna ratiba katika ulimwengu wa kiroho, hicho unachokiomba ama unachotakiwa kukipata labda utakipata mwakani. Na nisikilize nikwambie, unajua shetani ndo adui tuliye naye mkubwa hapa. Sasa huyu adui anachokifanya sio tu anazuia baraka zako, lakini anachelewesha. Kuna mahali na kupeleka, jitahidi kuelewa. Adui hana uwezo wa kuzuia baraka zako. Adui ana uwezo tu wa kuchelewesha baraka zako, na anachelewesha baraka kwa wale ambao hawajajua wanasimama nafasi gani katika ulimwengu wa kiroho. Mimi siwezi kucheleweshwa baraka na adui. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nina uhakika hata wewe unayenisikia hauwezi kucheleweshewa baraka na adui, kwa sababu unaijua nafasi yako kwenye ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo adui anachokifanya, hawezi kuzuia baraka zako zisikupate, lakini atazichelewesha. Na kwa nini adui anachelewesha baraka zako? Labda ni somo lingine pana sana. Kwa nini adui anachelewesha baraka zako? Anachokifanya kuchelewesha baraka zako, ili hapa katikati, wakati unasubiri baraka zako, ukate tamaa. Na ukikata tamaa, utaanza kumquestion Mungu, utaanza kumuuliza Mungu maswali, utaanza kuwa na maombi ya lawama, utaanza kulaumu makanisa, utaanza kulaumu watumishi, utaanza kumlaumu Mungu ya kwamba Mungu ameniacha, Mungu amenitenga, yuko mbali na mimi, mbona hanisikii, mbona hanijali. Nisikilize nikwambie, kumbe baraka yako ipo na muujiza wako upo. Swala ni kwamba adui amesogeza mbele ili hapa katikati kuwe na mtihani wa kukuangusha, kwa sababu lengo la adui, anataka akupoteze kwenye imani, anataka akutoe kwenye imani yako. Kwa sometimes hata Biblia inaeleza kile ambacho kinasubiriwa kikichelewa moyo unaugua, si ndio? Biblia imeandika hivyo. Manake kuna vitu ambavyo umekuwa ukivisubiri kwa muda mrefu, kuna mambo umekuwa ukiyasubiri kwa muda mrefu, pale ambapo yana take long, long time, inachukua muda wa kutosha, unachukua ili kupata kitu chako. Nataka nikwambie ni rahisi sana moyo ukaugua, na pale ambapo moyo unaingia kwenye maumivu, ndo pale ambapo kuna hatihati sana ya kumsahau Mungu. Ndo pale moyo wako unapoingia kwenye maumivu kwa sababu ya kucheleweshwa jambo au kukosa kitu fulani ambacho labda umekitamani kwenye maisha yako. Nisikilize nikwambie, kitendo cha moyo kuugua ndo kitendo cha maisha yako kutafuta plan B. Na wengi sana tumewapoteza kwenye hili eneo. Wakati jambo limechelewa, wanaloliomba ama wanalolitarajia kutoka kwa Mungu linapokuwa limechelewa, wengi wanaingia kwenye plan B. Na nazungumza hivi, wewe ni shahidi. Mara ngapi kuna vitu umetafuta plan B ukaendelea na maisha yako? Mara ngapi ndoa imechelewa ukaamua tu kuzaa, ukaamua kutembea na waume za watu, ukaamua tu kujiachia? Mara ngapi muujiza wako umechelewa ukaamua kutoa rushwa ili upate kazi? Mara ngapi muujiza wako umechelewa ukaamua kwenda kwa mganga wa kienyeji? Kuna watu
nazungumza nao na mnanielewa. Unanielewa kabisa anachokizungumza. Kuna plan B ambazo ulizifanya, na wengine sasa hivi bado mpo kwenye mikakati ya kuwaza namna gani mtafanya plan B, kwa sababu Mungu amechelewa. Niko hapa na Roho Bwana amenituma niachilie hili jambo, ya kwamba hiyo plan B ambayo unaiwaza ndo anguko ambalo shetani amelitega, na alikuwa anasubiri ufike kwenye haya maamuzi ili akukamate. Nakwambia ukweli, isikilize sauti ya Bwana, isikilize sauti. Mwenye sikio na asikie. Hii plan B ambayo unaiwaza sasa hivi, kuna kitu nataka ukipindue kwanza hapa. Manake umeshaingia kwenye mtego wa adui, na lengo la adui liko pale pale, anataka akupate kwenye imani yako. Akisha kukamata pale, umeshampoteza Mungu moyoni. Ukimpoteza Mungu moyoni, umempata shetani moyoni. Ukimpata shetani moyoni, maisha yako yameishia pale pale. Kuna mtu ananielewa anachokizungumza? So be careful. Wakati shetani anajaribu kutafuta namna ya kuchelewesha muujiza wako, jua namna gani unaweza ukastick kwenye imani, namna gani unaweza ukafocus kwenye maombi, namna gani unaweza ukaendelea kumtafuta Mungu hata katikati ya moto, namna gani unaweza ukaendelea kumtafuta Mungu hata katikati ya maji mengi. Haitajalisha unapita kwenye ukame kiasi gani, haitajalisha unapita kwenye maumivu kiasi gani, haitajalisha unapita kwenye mazingira ya watu kukukatia tamaa, mazingira ya watu kukutenga, kukuacha pembeni, haijalishi unapita kwenye mazingira magumu kwa namna gani. Neno moja ambalo natakiwa niliachilie kwako ni kwamba kwa hiki kipindi ambacho unapitia, make sure unatengeneza ukaribu zaidi na Mungu, kwa sababu ule ukaribu na Mungu ndo utakufanya umtazame zaidi yeye kuliko mahitaji ambayo umeyasubiri kwa muda mrefu na hayajatokea. Hayatakusumbua ukifocus na Mungu, haya mambo hayatakusumbua. Watu wa pembeni ndo watakuwa anakuona kama unapata tabu, lakini by yourself hata uoni kama unapata tabu. Unajiona kabisa you are okay. Ni kweli hata kama sijala leo but I'm okay. Ni kweli hata kama sijapata mtoto leo, tumbo langu labda kwa sasa ni tasa but I'm okay. Ninajua huyu Mungu niliye naye, something will come. Kuna jambo atalitenda na mambo yatakuwa sawa. Ninajua kabisa haya mazingira magumu, sijapata kazi mpaka sasa hivi but I am okay. Niko sawa kwa sababu niko na Bwana na anaweza akatenda lolote wakati wowote. Elewa ninachokwambia. Elewa ninachokwambia mtomo. Bwana Yesu atusaidie sana. Hivi ni vitu ambavyo utakiwa kuvichukulia kawaida, na niko hapa kwa ajili ya kukukumbusha tu wewe ambaye umekuwa na plani za kukata tamaa, wewe ambaye umekuwa na plani za kutafuta plan B, umekuwa na mipango ya kutafuta njia mbadala, wanaita njia mbadala, unatafuta njia nyingine ili maisha yaendelee. Nisikilize nikwambie, unapotoka kwenye uwepo wa Mungu hakuna maisha yanaendelea. Nakwambia ukweli, unapotoka kwenye mazingira ya Mungu hakuna maisha yanaendelea. Ndio maana neno wakati Mungu anazungumza na wale binadamu pale kwenye bustani ya Eden, Adam na mke wake, anamwambia hakika mkifanya hiki mtakufa. Manake mazingira na ratiba zote zitabadilika, mtaanza makorokoro mengine upya kabisa. Na ndo kilichotokea. Manake unapotoka kwenye uwepo wa Mungu unaanza maisha mengine ya kustruggle sana. Kwa wakati mwingine sasa hivi unadhani itakuwa sawa, nikitoa tu rushwa itakuwa sawa, nikilala nao wanaume itakuwa sawa, nikienda kutoa mimba itakuwa sawa, nikienda kwa mganga itakuwa sawa, nikifanya hivi itakuwa sawa. Zile plan B ambazo shetani anaendelea kukuhubiria kwenye kichwa chako ya kwamba it will be better. Unaona hata wengine hao wadogo wadogo wamesha kupita, wameingia kwenye ndoa. Unaona sasa hata huyu ulimsaidia yeye ameingia kazini, we bado. Unaona sasa hata huyu anatengeneza fedha nyingi, we bado. Unaona hata rafiki yako anaendelea vizuri, we bado. Unaona hata nini, ni bora tu nawe ukafanya hivi ili muwe sawa. Ni bora. Adui anakutengenezea mazingira ambayo neno la Mungu lilieleza wazi. Iko njia ionekanayo kuwa sawa, iko njia ionekanayo kuwa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana mtu wa Mungu. Na uhakika nazungumza na mtu na kuna mtu ananielewa. Bwana Yesu asifiwe. Unahitaji kupata msaada wa karibu sana. Unahitaji kupata msaada wa karibu sana. Namba ya madhabahuni ni 0758 70 8804, 0758 708804. Sisi uwepo wetu mahali hapa madhabahu ya Siri za Biblia tuko kwa ajili ya kutengeneza, lakini zaidi sana kuimarisha mahusiano yetu pamoja na Mungu. Mimi naitwa Pastor Innocent Mashauri. So hakikisha unawasiliana na sisi hapa madhabahuni kama kuna namna ushauri wa kiroho unahitajika kwako, kwa sababu wakati mwingine ni mazingira tu ambayo wala hata hayahitaji nguvu kubwa. Ni mazingira tu ambayo wakati mwingine anahitaji tu ushauri. Okay, ulikuwa unawaza hiki, basi fanya hiki. Mungu anakutaka upite njia hii. Mungu anataka akupe maelekezo haya. Kwa hiyo tumia njia hii, fanya hivi. Na tumekuwa tukiachilia ushauri na maisha ya watu wengi yamekuwa yakibadilika. Maisha ya watu wengi yamekuwa yakibadilika. Wale ambao tunapata nafasi ya kutebo nao, kuwasiliana nao na kupata muda wa kuzungumza nao, vile anaelezea changamoto zake, unaona kabisa okay, haya matatizo yote ambayo unayapitia, mbona sababu tu ni hii hapa. Basi badilisha aina ya maisha yako. Badilisha aina ya marafiki. Badilisha aina ya maombi. Badilisha aina ya hiki. Badilisha. Basi ongeza mfungo hapa. Fanya. Yani kuna kanuni ambazo tunakupatia, na unapozichukulia hatua maisha yako yanabadilika pale pale. Tunazungumza kwa habari ya hatari ya plan B, pale ambapo adui anatengeneza mazingira. Bwana Yesu asifiwe. Anatengeneza mazingira ya kukucheleweshea muujiza wako. Biblia inatuambia moyo unaugua. Bwana Yesu asifiwe sana. Moyo unaugua.
Kitu kikichelewa moyo unaugua. Angalia kitabu cha Mithali sura ya 13 mstari wa 12. Biblia yangu inaniambia kilichotarajiwa kikikawia kuja moyo huugua, bali haja ya mtu ikipatikana ni mti wa uzima. Manake baraka zinapokujia, miujiza inapokujia, labda umeomba, umemtafuta Mungu na matokeo yameonekana, inakuwa kama mti wa uzima kwenye maisha yako. Lakini kile ambacho unakitarajia kikikawia kukufikia, moyo unaugua. Na ndo nataka nizungumze na hawa watu, wale watu ambao umekuwa ukingoja kitu kwa muda mrefu, umekuwa ukiomba na unasubiri jambo litokee kwa muda mrefu, umekuwa unamtafuta Mungu concerning kwa habari ya issue fulani, na bado kuna vitu havijakaa sawa. Naelewa kabisa ya kwamba moyo unaugua. Sasa hatua inayofuata baada ya moyo kuugua, hatua inayofuata baada ya moyo kuugua ndo zile plan B ambazo shetani anazileta. Shetani anakuja kukuhubiria ya kwamba usijali, maisha mbona ndo yalivyo, si unaona fulani amefanikiwa kwa njia hii, si unaona fulani anaendelea sawa kwa njia hii, si unaona huyu pia alitumia njia hii na amefanikiwa, si unaona huyu alifanya hivi sasa hivi upo kwenye ndoa. Wala hata usijali, usianze kuwaza sana. Shetani anakuletea maongezi na anapata muda ambapo unakuwa mpweke. Bwana Yesu atusaidie. Ule muda ambao unakuwa mpweke, be careful. Kuna mawazo ambayo yanaweza yakaanza kutengenezeka kwenye akili yako na yakawa ya hatari sana, yanakupelekea kwenda kufanya maamuzi magumu ambayo yatakutoa kwenye uwepo wa Mungu. Be careful. Nazungumza na mtu ananielewa. Kile kipindi ambacho unajiona ni mpweke, umebaki peke yako, huwa kuna mawazo yanakujia, sio mawazo mazuri sometimes. Sio mawazo mazuri sometimes. Ukiona unawaza kitu ambacho kinakutoa kwenye uwepo wa Mungu, kemea hayo mawazo haraka kabla hayajatengeneza mizizi, kwa sababu yakishaota zaidi ndani yako, hakuna namna, lazima utafuata hizo plan B. Moyo unapougua, moyo ukiugua tu, shetani anajitokeza kwako, na hatokei kama lidude lenye mapembe kwa sababu utaogopa. Hatokei kama mtu mwenye ama lidude lenye sauti ya kutisha, wa ajabu sana na sura mbaya kwa sababu utaogopa. Anakuja kama na muonekano mzuri, anakuja kwa namna ambavyo hautaogopa. Analeta ushauri mlaini mzuri, anakuja kukunongoneza kwamba it is okay, it is okay. Lala naye tu mara moja, it is okay. Nenda tu kwa mganga mara moja, it is okay. Onga tu. Haya maisha tulionao sasa hivi, just do it. Fanya tu hivi, it is okay. Analeta ushauri wa maneno mazuri malaini, unajikuta unakubali. Kitabu cha Mithali 16:25, Biblia yangu inaniambia iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu. Iko njia kwenye hayo mazingira ya plan B ambayo unayawaza sasa hivi, ambayo unayafikiria sasa hivi. Neno la Mungu linakukumbusha iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu. Sometimes unaweza ukajiona unatembea kwenye njia imenyoka, iko sawa. Sometimes unaweza ukajiona unapita mahali pazuri. Sometimes unaweza ukaona mawazo yako ni kama yana make sense, ni kama yako sawa. Lakini iko njia, nataka nikukumbushe ya kwamba iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Nakwambia ukweli, maana mshahara wa dhambi ni mauti. Sasa hii njia ambayo inakupeleka na unadhani tu upo comfortable kwa sababu jawabu la Mungu limechelewa na umejikuta unatafuta plan B, nataka nikwambie hiyo plan B ndio inakutengenezea njia ambayo inaonekana kuwa sawa machoni pako. Neno la Mungu nalipenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma na mimi kitabu cha Isaya sura ya 40 mstari wa 31, Isaya 40:31, neno la Mungu linasema bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Nazungumza kwa habari ya wale majiant ambao wanamngojea Bwana. Haijalishi mazingira ambayo wanayapitia, haijalishi maumivu wanayoyabeba, haijalishi mioyo inavuja damu kiasi gani, haijalishi mateso wanayokutana nayo, ukame wanayopitia, lakini wale wamngojeao Bwana, haijalishi jambo ambalo umelingoja kwa muda mrefu limekawia. Ni kweli moyo unaugua, hatukatai, na Biblia imejieleza wazi kabisa kwenye Mithali, moyo utaugua, lakini wale wamngojeao Bwana katikati ya kuugua moyo, neno la Mungu linasema watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, na watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Ndo wale majiant, wale watu ambao unawaona ni kama unaona maisha yao yameishia hapo, lakini kesho unamuona anaendelea mbele. Unamuona kabisa ni kama amekwama, ndoa yake na changamoto, kesho unamuona amepiga magoti anamuita Bwana. Unamuona kabisa maisha yake hayaeleweki, lakini bado anamsifu Bwana. Neno la Mungu liko wazi, anasema wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana ni ngome imara, wenye haki ulikimbilia wakawa salama. Tunalikimbilia, haijalishi tumebeba mizigo kiasi gani, haijalishi tumebeba maumivu kiasi gani, lakini just call upon the name of the Lord. Kila aliitiaye jina la Bwana ataokolewa. Sikiliza neno hili, anasema kila aliitiaye jina la Bwana, just call his name. Ita jina lake, paza sauti yako, ita jina lake. Bwana Yesu atusaidie sana. Wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Unachokitarajia kikikawia, moyo unaugua, bali wao wamngojeao Bwana
Just connect haya maandiko, unganisha haya maandiko. Anza na andiko, kwa sababu wakati mwingine tusiwe na vitu vya kujitetea. Anza na andiko la Mithali 13:12. Biblia inasema hivi, kilichotarajiwa kikikawia kuja, moyo huugua. Isaya 40:31, bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Watapata nguvu mpya. Mungu amekukumbuka. Mungu yuko tayari kukusaidia. Shetani alikuwa anajaribu kuchelewesha muujiza wako. Ni sawasawa kabisa na yale maombi ya Daniel. Wakati anayaomba, mimi na wewe ni mashahidi, ameomba na tangu siku ya kwanza jawabu lilitakiwa kupatikana, lakini hapa katikati akawepo anayezuia hapa katikati. Malaika wakatengeneza mazingira mpaka jawabu likamfikia Danieli, lakini hapa katikati alikuwepo anayezuia. Manake kumbe kuna viumbe na kuna madude ambayo yanaweza yakazuia baraka zako. Kuna vitu ambavyo vinaweza vikazuia muujiza wako. Yale maombi ambayo unayaomba, usije kadhani ya kwamba Mungu hajasikia. Mungu amesikia unachokiomba. Mungu amesikia kwa nini unafunga, ameona kwa nini unafunga, anajua kwa nini unamtafuta, na hata hitaji lako analijua. Lakini yale majibu yanapoachiliwa, sometimes hapa katikati kuna madude ambayo yanachelewesha majibu yako, yanachelewesha muujiza wako, yanachelewesha baraka zako. Bwana Yesu asifiwe. Kilichotarajiwa kikikawia, moyo huugua, bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. 0758708804. Mimi naitwa Pastor Innocent Mashauri. Haya ni maarifa ya kimungu kupitia madhabahu ya Siri za Biblia, na tuko hapa kwa ajili ya kutengeneza na kuimarisha mahusiano yetu pamoja na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Hakikisha umetengeneza maisha yako, umempokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kuokoka sio dini mpya. Siko hapa kukutangazia utoke ulipo, utoke kwenye dhehebu fulani ama utoke kwenye dini fulani. No. Ni swala la kutengeneza mahusiano yako na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa namna gani? Kumkubali tu Yesu. Ukimkiri Yesu kwa kinywa chako na kuamini kuwa ni Bwana, ukaamini alikufa na kufufuka, basi utaokoka, kwa sababu kwa kinywa tu mtu anakiri. Bwana Yesu asifiwe. Warumi 10:10 anasema, kwa maana kwa moyo mtu uamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Ni swala tu la kukiri, unapata wokovu. Bwana Yesu atusaidie. Kama unatamani kutengeneza mahusiano yako pamoja na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo, nambari ya simu ni hiyo, tunaweza tukawasiliana 0758708804. Bado naendelea kukuombea, lakini bado naendelea kukufundisha kwa habari ya namna ambavyo unaweza ukastahimili kwenye kipindi ambacho lazima usubiri na uungojee muujiza wako, no matter what. Hata adui akuletee picha gani ya kwamba haiwezekani, ikatae hiyo picha, na nitakuja kuwafundisha watu namna ya kumwamini Mungu. Nisikilize nikwambie kitu. Kati ya vitu ambavyo hautaki kuwa na mashaka navyo ni neno la Mungu. Ni neno la Mungu. Kuna mtu anaweza akaja, hata mimi kuna mtu aliniletea taarifa, kaleta taarifa, mtumishi, kuna hiki nimeota ya kwamba hali sio itakuwa mbaya, kuna kushuka kiuchumi, kuna hiki na hiki. Listen to me. Nisikize nikwambie kitu. Hiyo ndoto inaleta hiyo taarifa. Neno la Mungu mimi linaniambia nini? Kwa sababu mwisho wa siku neno la Kristo ndio linaniongoza mimi. So shetani ataleta ndoto zake. Bwana Yesu asifiwe. Ataleta taarifa zake, ataleta maelezo yake, hata manabii watazungumza vitu. Neno la Kristo mwisho wa siku mimi linaniambia nini? Ni kweli unaweza ukaota, lakini neno la Mungu linakwambia nini? Neno la Mungu linasema nini kwa habari ya maisha yako, kwa habari ya hatima yako? So ukisha kuwa na uelewa kwa habari ya neno ambalo halibadiliki, achana na mawazo mengine. Achana. Yani mimi shetani ameshanikosa hapo, na ninakuombea na wewe shetani asikupate kwenye hayo mazingira. Upepo umebadilika tu wa nchi, wa dunia, ya kwamba uchumi hauko sawa na wewe umechanganyikiwa, halafu unamwamini Kristo. Unachanganyikiwaje? Hali ilikuwa ni ya njaa kabisa. Unakumbuka kwa habari ya Elia, mambo yalibadilika, akatoa tangazo, hakuna mvua, njaa imetawala kote, na yeye ikamkosti. Lakini angalia namna ambavyo Mungu alikuwa anamtunza. Kunguru analeta chakula. Unaweza ukaelewa. Njia za Mungu ni nyingi. Mungu anajua anatumia njia gani. Njia zake ziko juu, mawazo yake yako juu kuliko mawazo yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ambavyo haujui njia ya upepo, kadhalika haujui njia zake anavyotenda mambo yake. So endelea kumwamini. Mbele giza, mwamini Mungu. Huoni hatua inayofuata, mwamini Mungu. Mambo hayajakaa sawa, mwamini Mungu, kwa sababu katikati ya kumwamini Mungu ndo kuna nuru ambayo itazuka kwenye maisha yako. Ibada inayofuata nitakufundisha namna ya kustahimili. Bado nitakufundisha namna ya kustahimili, ili unapomngojea Bwana vitu gani unavizingatia, lakini nitakupeleka kwenye zile hatua muhimu za kuomba vizuri na kujibiwa maombi yako. Naitwa Pastor Innocent Mashauri. Usikose kwenye ibada inayofuata. Shalom kwa sasa.